Ya, kama jinsi unajua kazi yetu ni kukusanya maongezi ambayo ni kujenga kiroho vile vile na kimwili. Na leo ni simulizi za kawaida tu, maongezi ya kawaida ambayo tutaenda kuangalia wewe unachukuliaje Rising Light, na unakuwa na maoni gani, na unafikiria Rising Light inafanya nini na ina mwelekeo ya kwenda wapi katika jamii hapa na nje ya Marekani. Sijui ndugu mheshimiwa, swali kubwa ni kwamba tunakaribia miezi minne sasa hivi au zaidi tangu tuanze kurusha vipindi ambao tunaifanya kila siku, na hivi vipindi tunavirusha katika ngazi tofauti sana za kimaisha. Yes, tunaita ni multi discipline subjects. Ina maana tunakwenda kuongea katika subject tofauti za ngazi za kimaisha, kilimo, kiafya na mila na utamaduni, kiuongozi, maendeleo. Tunagusa katika mambo tofauti sana. Na labda swali mbili nilizoweza kuzipokea kubwa sana katika swali nyingi nilizozipokea, mmoja aliangalia vipindi vya leadership akasema na wao kupatia uongozi, nikaona ila labda ni confusion, kwa sababu sisi hatuko hapa kwa sababu tunatafuta uongozi. Na ndio maana ni vizuri tuweze kufanya ni simulizi ili ndugu ambao wanajiuliza hizo swali siku nyingi kwamba hao jamaa wanatutaka nini sana uweze kuelewa kwa nini tuko hapa kila siku kuongea na watu na kuhusu. Hata vile vile Biblia inatuambia katika kitabu cha Warumi inasema eti mtu asitafute faida yake mwenyewe ila faida ya walio wengi. Na ndugu mtazamaji, Rising Light ni kutaka kuweka wazi kwa kuwa open katika vipindi hivi, kwa sababu maswali yana watu wanavyotuangalia, na ndio vile vile watu wanakuwa na maswali kujiuliza Rising Light ina malengo gani? Malengo ya Rising Light kama kazi yetu si kutaka kuchukua advantage ya uongozi wa mtu, kuchukua advantage ya utawala wa mtu, lakini nia au kiini au madhumuni yetu ni kuhakikisha kuwa watu wamesonga mbele, kilichokuwa chini kimeinuliwa, waliokuwa wanagandamizwa kuonyesha kuwa hapa unaweza kufanya hivi na ukajinua, kwa sababu kunakuwa vipindi vingi, lakini watu kunakuwa na feedback kutoka kwa watu wengi ambazo zingine wanafikiria wa Rising Light kama tunajua mambo ya Biblia. Wakati Yesu alipokuja hapa duniani, Mafarisayo walikuwa na maoni tofauti, malengo tofauti, mawazo tofauti na Yesu, kwa sababu Yesu alikuja akajitangaza, akasema kuwa sio alijitangaza. Ujumbe ulikuja kabla miaka 600 kabla Yesu kuzaliwa. Manabii walianza kutabiri kama nabii Isaya kusema kuwa atazaliwa mfalme, uwezo wa kufanya utakuwa juu ya bega yake. Na wakati Mafarisayo walijireferea na ile mambo, wakasema Herode, sasa inawezekana huyu jamaa sasa amekuja ndio kutubomoa sasa. Kumbe ilikuwa tayari ni tofauti, kwa sababu Yesu alikuja kutangaza amani. Yesu alikuja kuwapatia watu mwangaza. Hatujikopare kwa Yesu, hapana. Hatujikopare kwa Yesu. Yesu alikuja kupatia watu mwangaza, kuambia kwa ufalme wa Yehova ni huu. Sasa Wafarisayo wakachukua yale maoni yake au ile presence yake, wakaichukua tofauti na gisi mpangilio wa Yesu ulikuwa, na ndio maana walianza kumuundia njama, wakasema no, huyu inabidi tumalize moja kwa moja. Ndugu msikilizaji, ni kwamba hayo ni maoni mazuri ambayo tumesikia katika mfano mzima wa kiinjili sana. Tunabezi mawazo yetu sana katika Injili kwa sababu ndicho kitabu ambacho watu wengi wanasikia kila siku, na ni ushahidi mmoja mkubwa sana uliopo katika swala nzima la kutaka kuongea ukweli. Msukumo wa hii kazi yetu ya Rising Light ulitoka baada ya tathmini kubwa sana ambayo tulifanya katika jamii zetu, zaidi sana jamii za Wakongomani. Ina maana tathmini ya hali ya ndani sana, tathmini ambayo tulichunguza YouTube channel nyingi za Wakongomani ambao ziko ndani ya nchi
na nje ya nchi, wale wanaongea kupitia Facebook, wale wanaongea kupitia WhatsApp. Ukiangalia maneno ambayo wanazungumza ni maneno ya hasira, matusi. Wamechoshwa na uongozi, wamechoshwa na vitu vingi sana, wamechoshwa na hali ya nchi. Na kweli labda wana sababu nyingi za kuwa wakali namna hiyo. Na ndio maana Rising Light leo hapana. Wakati tuna base sana katika kutukana tu, katika kushambuliana tu, tunasahau the common ground ni kwamba watu wako unprepared, watu hawakuandaliwa. Watu wanakosa elimu maalumu, ushauri maalumu wa ukweli ambao tunatakiwa watengeneze kabla wajaenda kulaumika katika uongozi kwa mbele. Watengeneze vijana kabla hawajalaumiana na wazazi wao, wasaidie wale ambao tayari wako katika uongozi kwa sasa waweze kurekebisha uongozi wao, urekebishe mambo ya kanisa, urekebishe mambo ambayo leo katika viongozi wa makanisa na waumini waweze kujua kwa nini wanaabudu Mungu, ili kanisa ipate tena nafasi ya kuwa juu na sio kudharaulika. Yaani ndio lengo la Rising Light. Kwa watu wengi wanapojiuliza maswali kweli wanasema mnataka nini? Mungu anaelekea wapi? Ni kweli hatukuja kuvunja uongozi wala kuvunja utawala wa mtu yote hapa. Sisi tunatoa ushauri. Sisi ni wahamasishaji wa jamii. Ndio maana Rising Light iko mahali hapa. Unajua kama kisi bila kusahau kuna jambo fulani uliwahi kunikumbushia kuhusu nitakuwa natumia tu sehemu ya Biblia. Sasa napenda sana maneno ya Mungu. Yesu alipokuja alikutana na Mafarisayo. Nafikiri uliwahi kuliongelea ukasema kuwa eti walimuuliza wewe madaraka yako unatokea na nini? Sijui hilo unaweza kuaje hilo. Historia hili ndugu mtazamaji aone mwangaza kwa nini. Unaona hilo swala kubwa la hapo la Yesu ni katika swala la kuongea ukweli. Watu wapende kweli. Na ukweli unahitajika. Ukweli unahitajika. Na huko watu sasa hivi wanachukia kweli. Ndio. Kuna msemo katika hicho anasemaga, tell them what they want to hear. Utasikia mtu anasema hivyo, asiwaambie yale ambao wanataka kusikia. Kwa mtu anakutazama, anaona muonekano wako na huyu bwana nikimwambia hivi atasikia mbaya. Ngoja nimwambie kenye anapenda asikie. Wewe unakuja kule unavaa vibaya, akitu anakuambia unapendeza leo. Really? Umejidunga kasa kanisani uko uchi kabisa. Umevaa vibaya kwa sababu mtu mwingine anakuambia umevaa vibaya, utamtusi. Au utamjibu vibaya. Basi akwambie bwana umependeza. Na hii system yao unakuta mtu anavaa how do I look? Anakuja kuuliza how do I look? Yeye anakuangalia anaona kabisa huko una look vibaya, lakini anaona hawezi kuambia una look vibaya, anakuambia kile kenye wewe unataka usikie ni kwamba unaonekana vizuri. Rising Light hatuko pale. Rising Light tuko pale kama unaonekana vibaya, tutaongea ili ujiangalie mwenyewe katika ile miruari ile, katika ile kioo kama uko vizuri au kama uko vizuri. Rising Light bwana, sisi sio wapambe ambao tutapamba. Hapana, tunaongea tu ukweli wa uongozi, ukweli kuhusu makanisa, ukweli kuhusu ujana, ukweli kuhusu culture, ukweli kuhusu neno la Mungu, kuhusu neno la Mungu, ndio mambo tunayosimamia. Na ndio maana tunaitwa Rising Light. Mwanga hauwezi kuwa na giza ndani. Sio kwamba sisi tuko pure, hapana. Tuna matatizo, tuko binadamu, tuna mapungufu yetu, lakini tunapenda ule ukweli tunaozungumza sio tumike tu kwa watazamaji wanaotusikiliza. Na kwetu pia. Na kwetu vile vile. Lazima pia. Ndio maana ukirudia mfano wa Yesu uliotoa. Wakati wale Mafarisayo wanakuja kumuuliza ni kweli. Wale Yesu alikuwa anafanya miujiza. Kila anamuuliza bwana, wewe mamlaka hayo unayatoa wapi kufanya? Labda nani anatuuliza mambo anaongea wao mwana watoa wapi? Sisi ndio wenyeji, ndio wenyeji ili genge. Sasa walipomuuliza Yesu vile sasa nataka niwaulize mimi swali kabla ya kujibu swali. Ndio. Yohana alibatiza akafanya kazi yake. Ndio. Je, mamlaka ya Yohana ilitoka wapi? Mafarisayo walikuwa wanajua ukweli. Lakini wakajua kwamba ukweli wakiuongea tena utakuwa mtego kwao. Wakaenda semezana pembeni. Eti bwana, huyu bwana tukisema kwamba
mamlaka ya Yohana yalitoka kwa Mungu, atatuliza kwa nini ninyi hamkuamini Yohana? Kwa sababu walimuua Yohana. Ndio. Sasa tena tukisema kwamba haya kutoka kwa Mungu, watu wengi hapa wanamwamini Yohana, watatupiga mawe. Akumbe sisi tufiche kweli, tumwambie hatujui. Tell them what they want to do. Ile ndio kufikiria ukweli wa udhibiti tu, waongee kila mtu anataka usikie. Sasa ukakosa kujua, anamwambia na ngoja kumwambia Yesu kama si hatujui. Yesu akaona akili zao zote, akamwambia okay, na mimi sitowaambia mamlaka yangu yanatoka wapi, kwa sababu hamtaamini vile vile. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa Rising Light Show, hiyo ndio simulizi ambalo tutaka kuliongea. Wewe unaweza kuchangia, unafikirije kuhusu Rising Light? Na huo ndio muondoko wa Rising Light. Hatukupatii jibu final jibu, hatuweki point. Tunaacha mabale matama kwenye primary tuko na point. Tunaacha zile madash kwa sababu huo complete part. Sisi ni kuongea tu ili wewe uchukue sasa tahadhari na kuangalia kipi kifanyike ili kiwe bora kitu. Ni kwamba sisi ni kama vile direction. Tuko Rising Light tunaweka kama vile direction barabarani. Unakuta unaenda na gari, wanakwambia ukienda left unaenda mji fulani. Au unapika kwenye mapande njia, nakwambia bwana huko ndio Galilaya na huko ndio Yeriko. Wewe ni kuchagua wapi utakwenda, lakini sisi kama vile direction. Sisi hatukwambii bwana fanya hivi wala fanya hivi. Tunakwambia vilivyo vyema kwa kufanya kwa wakati mwafaka ndani ya maisha yako, ndani ya maisha yetu na ndani ya maisha kila mmoja anayetufuatilia. Ndio kazi ya Rising Light. Kazi yetu ni kwamba vipaji viko vingi na heshima yetu tunayo tukairudisha, ili kwamba isikae sana ya kudharaulika. Ni kwamba mimi na wewe tunayo tuwarudisha hekima tofauti tena kwa wakati huu, ili kwamba nchi zetu kesho zipate kujua vijana kweli wale ambao wanaitwa taifa la kesho wako kweli taifa la kesho. Unaona? Vijana hapa wanaoishi hata hapa katika vijana na mazingira walivyosema, waweze kujua mazingira ambayo tunaishi na hapa. Tuna challenge gani katika mazingira ambayo tunaziface na jinsi gani tutaenda nazo. Unaona? Ndio maana Rising Light na ndio maana tulivyosema katika hali nzima ondoko mzima wa Rising Light nje na ndani na nje. Na maana ya kuwa hata Biblia inatuambia katika kitabu Biblia inatuambia hivi kama Yeremia alipopata habari ya kuta za Yerusalemu alikadhabika moyoni mwake. Ina maana alijua uchungu, kwa sababu alijua kuwa hata niko hapa lakini siwezi nikaona vema kesho yake mahali ambapo kunapotokea ukoo wa familia yangu kunaingia kwenye shida. Na ndio maana Rising Light sisi ni kuangalia kuwa kipi kinaweza kufanyika ili tusaidie jamii letu. Tutakaposaidia jamii letu ni nje na ndani, haijalishi sehemu yote ulipo, unaweza kupitia Rising Light au maneno na direction kama tulivyosema sisi ni kuonesha tu, lakini hatukuchukulia maamuzi ya kwenda. Tunakusha kuangalia tunapoelekea, tushakuwa hapa. Sasa hapa hii ni danger zone tumeshakuwa. Sasa ni wewe sasa kama utatoka njia ni kutoka hii. Kama utaingia pale njia ya kuingia hii hapa. Ndio Rising Light. Ndio Rising Light. Na sitakuficha ndugu msikilizaji ni kwamba tukubaliane kwamba siku hizi tunazoishi ukweli umekuwa mdogo sana. Watu hawapendi kweli. Yeah, that's true. Watu wengi wanaweza kuacha kuangalia vipindi kwa sababu tu hawapendi ukweli ule ndani. Ndio maana sisi hatulengi mtu, kwa sababu unapoangalia hatukusemi wewe hapana. Wewe angalia kipindi kwa furaha. Ukiwa na mwingine ambaye unataka kumtumia kile kipindi, mtumie na yeye angalie. Kwa sababu gani? Kile ambacho wewe unaona kwamba akikuhusu kwa sasa hivi kinaweza kinamhusu na rafiki yako. Kuna mtu ambaye yuko chini ya uongozi mbovu kwa sasa hivi, ambao anahitaji apate ushauri gani katika shauri ya kiongozi anayemuongoza. Kuna mtu ambaye ni kiongozi sasa ambaye anakosa mwelekeo, labda akiangalia vipindi ambavyo tunavitoa anaweza akajifunza kitu fulani. Kuna ndoa leo ambazo ziko katika utata, kuna familia ambazo wakina baba na watoto waongei tena. Ukiangalia vipindi vyetu vya vijana na maendeleo au vya culture, utakuta kama kuna ushauri kwa sababu ya jinsi gani kuleta maongezi ndani ya familia. Kwa hiyo vipindi vyetu vinalenga tu kila mtu anayeviangalia.
sio tu Mkongomani, sio tu mtu yeyote yule ambaye anaweza kuangalia hizo vipindi. Kuna faida ambazo ziko ndani, na cha zaidi, unapotuangalia kwenye YouTube, unapotuangalia kwenye Facebook, usikose kutoa comment. Ukitoa comment unasaidia hii kazi kwenda mbele. Ukitupigia simu, ukituma SMS, unatusaidia sisi kurekebisha na kuendeleza zaidi, ili kwamba tufunze. Tunataka kila mmoja maana moyo kama sisi tunavyojitoa kwa kufundisha jamii, ili kwamba aje akipenda kuwa hapa jukwani na sisi sawa, akipenda tumie njia ya simu kutuandikia SMS sawa. SMS mimi kwa SMS utanipata, kwa mfano namba yangu ni 48023253314 au 4804802325314. Ukituma SMS nitapokea, hata kama sitajibu ile siku, nitajibu siku ya pili, lakini nakwambia mchango wako utakuwa ni muhimu sana, ili tusaidie heshima ya Wakongomani, heshima ya wakimbizi, heshima ya mtu mweusi, tuweze kujenga sisi wote kwa pamoja, na turekebishe vile viali ambavyo vinatuma vijana wetu wasiweze kusimama, waweze kusimama. Mimi na wewe, sisi na wewe, Blessing Light na wewe. Watu hujiuliza maswali mengi sana, maswali ambayo sometimes majibu hayapatikani, na sometimes majibu yapo katika watu wengine. Na kwa nini usiyapate yale majibu kwa watu wengine kama unayo? Na kama unaweza kukusaidia, ndio maana tuko hapa siku